Niaje wasikilizaji wangu wa Ulimbo wa Simulizi, karibu katika chaneli yako ya Ulimbo wa Simulizi. Kwa majina naitwa Zuberi Musa Maruma. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0759427653. Mimi ni yule mtunzi wenu na mwandishi pia. Leo katika meza yangu bado tuko na kile kisa cha dada Martha kinachoenda kwa jina la Nisamee Mume Wangu. Katika sehemu ya kwanza tuliona dada Martha alipata kuolewa na mwanaume anayempenda. Ni mwanaume mwenye hela zake, tajiri, mwanaume mzuri, lakini sasa ana changamoto moja tu, tatizo la nguvu za kiume. Dada Martha akauliza, kama ungekuwa wewe ungefanyaje? Basi tuendelee katika sehemu ya pili tujue ni changamoto gani ambazo dada Martha alipitia katika ndoa yake. Ni simulizi nzuri ambayo itakufundisha, itakuburudisha na kukuelimisha pia. Na pia kama nawe pia una mkasa wako ungependa ni simulizi jamii ijifunze, ruksa kunitafuta kwa namba hizo nilizozitaja za 0759427653. Basi tuungane na dada Rahma aendelee kutusimulia mkasa wa dada Martha ambaye nimemtumia yeye ili aweze kusimulia. Tujue nini kilichoendelea sehemu ya pili. Habari msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi. Karibu katika sehemu ya pili ya mkasa wetu unaokwenda kwa jina Nisamee Mume Wangu. Ni mkasa wa kweli kabisa uliomkuta dada Martha, akamsimulia mwandishi wetu Zuberi Maruma. Unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0759427653. Tunaendelea sasa na sehemu yetu hii ya pili tujue ni nini ambacho kilijiri katika maisha alokumbana nayo dada yetu Martha. Dada Martha anaendelea kutusimulia historia ya kweli alokumbana nayo katika maisha yake. Sehemu iliyopita alishia pale ambapo ameshaolewa, ila anakuja kugundua mwanaume aliomuoa hana nguvu za kiume. Je, unadhani nini kiliendelea? Twende pamoja katika sehemu hii ya pili ya mkasa huu wa kusisimua. Mume wangu, nadhani ulijua ni kwa kiasi gani nilishtuka, ila nilijikaza nikakutoa hofu, nikakwambia usijali mpenzi, mimi ni mke wako, nitakuhangaikia mpaka mwisho wa pumzi yangu ya mwisho. Nikakuahidi kukuvumilia, kutokusaliti na kukutunzia siri hii. Sikuwa na shaka ulifurahi mume wangu. Kwa mara nyingine furaha ikarejea katika uso wako. Nilifarijika kwa hilo. Ila kiukweli mwenzako sikuwa sawa. Nilitamani nami kuitwa mama. Kitu hiki kila mwanamke ukitamani awapo ndani ya ndoa. Na kubwa zaidi, nilitamani penzi la mwanaume, kwani nami ni mwanamke na hisia mume wangu. Tukaanza kuhangaika katika hospitali mbalimbali. Tukakutana na madokta wa kila aina ambao walithibitisha huna uwezo wa kusimamisha. Hatukuchoka mpaka wataalamu wa kienyeji. Tulihangaika pasi na mafanikio, zaidi ya kupoteza hela na kuishia kuchezea tu mwili wangu kwa kunipandishia hisia. Kicho niuma zaidi mume wangu ni maneno ya manyanyaso niliyoanza kuyasikia kwa ndugu zako, hasa mama mkwe wangu na mawifi, kwamba mimi sizai. Bila shaka nadhani hawakujua juu ya tatizo lako. Nilivumilia nikatunza siri ile, ila uvumilivu una mwisho mume wangu. Nisamee mume wangu. Roho inanisuta, nafsi inaniuma. Najua jamii itanilaumu na nilitamani niendelee kuficha, ila moyo unakataa. Bado na maumivu makali katika moyo wangu. Na nakiri kwako, alikuwa ni kijana mzuri tuliokuwa tukifanya naye kazi. Martin ndo jina lake. Mazoea baina yangu na yake yalianza taratibu, ila alikolea na kujikuta nikiingia katika mapenzi naye.
Mwanzo tulianza kwa kutumia kinga, ila penzi liliponoga kinga tukaweka pembeni. Kitendo cha kuwa na mchepuko nje kikaniweka sawa. Tukawa tukiishi vizuri tu. Ila ghafla nikajikuta nikikuchukia mume wangu. Na kujikuta nikijilaumu kwa nini niliolewa na wewe. Nikawa mwingi wa dharau juu yako. Sikusikilizi na kujibu mkato kusudi ili uniache. Nikaishi na Martin. Nizae naye niwe na familia. Mwanzoni ulikuwa ukigomba, ukinionya na kunikanya, ila kusubutu kunipiga, na ndio hicho nilichokuwa nakitaka. Unipige au unifukuze niondoke nikaishi na Martin. Ulivyoona sikusikilize mume wangu ukaamua kuniacha, ukiniangalia tu nifanye ninavyotaka. Kitendo hicho kikawa kikizidi kunikera. Nikawa sipiki, ukawa unatoka kazini umechoka, ukuti chakula, unaenda kununua katika mgahawa. Nikawa sikufulia, unapeleka nguo kwa dobi, nikawa nachelewa kurudi nyumbani, naenda shindo kwa Martin. Ulivumilia mengi mume wangu. Hakuna siri ya watu wawili. Nakumbuka siku hiyo mida ya 2 nikiwa nyumbani kwa Martin, na kwa bahati mbaya zaidi ndio tulikuwa tumetoka kumaliza tendo. Wakati najiandaa kwenda bafuni nioge ndio nirudi nyumbani, ghafla nikasikia hodi. Kitendo tu cha Martin kufungua mlango, ukaingia mume wangu na vijana 3 akiwepo mwenyekiti. Wale vijana walipotaka kutuweka chini, nilirauka nikasema huyo ndo mume wangu. Naishi na mwanaume gani? Anitii asimamishi, sikutaki. Nakumbuka siku hiyo niliongea maneno mengi tena machafu kukuhusu wewe mume wangu. Nikakuaibisha mbele ya watu uliokuja nao. Uliongea kwa uchungu na ukasema unitaki kwangu na nisirudi kwako. Ungeniua. Ningekwambia sitaweza kuja. Vimbwanga vyote nilivyokuwa na kufanyia kusudi uniache, na leo ndio furaha yangu. Wakapiga baadhi ya picha za ushahidi, mume wangu na wenzake wakaondoka. Na hii ndio ikawa furaha yangu, kuishi na mwanaume atakayenizalisha, ambaye nikifikisha anayeweza kunifikisha kileleni na kunipa raha zote za dunia. Nikawa sasa pale kwa Martin nikiishi kwa amani. Je, unahisi ni nini kiliendelea katika maisha ya dada Martha na Martin mpaka leo hii anamuomba mumewe msamaha? Endelea kufuatilia mkasa huu wa kweli ulokumbana na dada Martha, amsimulie mtunzi Zuberi Maruma. Nawe kama una mkasa wa kweli unaotaka jamii jifunze, usisite kuwasiliana na mtunzi Maruma kwa namba 0759 427653. Naye asimulia jamii ipate kujifunza, iwe katika mapenzi, maisha ya kawaida, manyanyaso ulokutana nayo. Asante kwa kuwa nami na karibu sana katika Ulimbo wa Simulizi. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya ninazotoka. Asante.